Ni kawaida kwamba ukiona router ya Airtel ni kawaida kupata tatizo la mtandao kutosoma au data kutofanya kazi. Fuata hatua hizi ili uweze kutatua tatizo hili, na mara ya mwisho nitakuonesha na hatua gani au setting ambazo unatakiwa kumalizia ili mtandao wako ukae stable. Chukua pini ndogo afu ende nyuma ya router, kuna tundu dogo. Tundu hilo lina button ya siri ambayo utabonyeza kutumia sindano, na kwa mara ya kwanza kwenye router yako utaona mwanga mweupe umedisplay. Baada ya kufanya hivi, ina maana router itafanya reboot ya mtandao au kufanya marekebisho ya moja kwa moja kwenda kwenye mfumo. Hatua ya pili, baada ya kureboot utaenda kwenye Google Chrome. Hakikisha kifaa unachokitumia kiwe kimeconnect kwenye hiyo wifi. Utaenda Google Chrome afu uta search router network, na hapo utaingia kwenye IP address yako. Baada ya kuingia utabonyeza neno login, na mara kwa mara router zetu huwa zinasajiliwa kwa username na password ya neno admin. Yaani utatumia username admin afu na password utaandika admin. Hii ni common sana na watu wanapendelea hii password na username. Baada ya kuingia kwenye ukurasa utaenda sehemu ya system management. Hapo utabonyeza factory reset. Hapo utaseti setting zote, yani utashusha setting zote ambazo zilizokuwa zimesetiwa kwenye mfumo wa wifi yako. Na baada ya kureset utalogin kwa kutumia admin. Baada ya kulogin utaenda hapo sehemu ya wifi, alafu SSD utaseti jina la wifi yako, alafu sehemu ya password utaandika password ambayo unapendelea wewe iweke, alafu utasave wifi ya 4G, alafu utamalizia na wifi ya 5G. Utaenda sehemu ya 2G utaandika SSID, yani jina la wifi, alafu utaweka security. Hii ina maana kurudisha hali yako iliyokuwa ya mwanzo ya wifi. Ina maana kila kitu kimebadilika, jina, password. Utaseti 4G jina na password, alafu utaenda kwenye 5G wifi utaseti hivyo jina na password, alafu utasave. Kama ni wa kwanza kwenye channel hii, bonyeza neno subscribe, share, like. Pia comment kwenye video ijayo nitakayoitengeneza. Unataka kujifunza kitu gani ambacho wewe kinakutatiza, na mimi nitakuletea video ambayo itakusaidia hatua kwa hatua ili uweze kujikimu wewe mwenyewe. Na mwisho kabisa utaona mtandao umerudi na unaweza kutumia huduma za mtandao kama YouTube na kuendelea na mambo yako ukaenjoy. Kama unapata shida nyingine, usisahau kuni tag au kuni comment kwenye comment section. Tuonane wakati ujao.